Nianze kwa kumshukuru Mungu na kuendelea kuwatakia mwezi wa Ramadhani. Nafikiri tumejiandaa kucheza na Dodoma, na kwangu mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi, na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ina mwalimu mzuri, mwalimu mshindani siku zote. Mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana ushindani, na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma haikuwa mechi rahisi. Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao, na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao tukahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Naam, huyo alikuwa ni Mwalimu Matola akizungumzia maandalizi yake kuelekea mchezo. Nakaribisha maswali. Kocha anaenda kucheza na Dodoma ambayo ukiangalia profile ya wachezaji wake wengi wana uzoefu sana katika ligi, lakini hata wale wa mataifa kama Kenya kwa vitu vya taifa. Unapokutana na wachezaji ambao profile yake vile inaweza ikawa inaendana na wachezaji wa timu yako, na ugumu wote ambao unaanza kuhisi unapokuwa kwenye mchezo. Nafikiri na ndio maana kama umenisikiliza nimesema kwamba haitakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia hata mechi ya kwanza Dodoma alitupa ugumu sana katika kupata matokeo katika game yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba haitakuwa rahisi. Dodoma wana timu nzuri, wana wachezaji ambao wazoefu, wachezaji kama kina Ajibu ambao ni wachezaji ambao wanaweza kucheza mechi yoyote na bila kuleta hofu yote, kuleta upinzani. Kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja kwamba na ugumu wao na uzuri waliokuwa nao, kwetu sisi ni muhimu sana alama 3 katika mchezo wa kesho. Mimi nafikiri bado tunaendelea na majeruhi ambaye tutaendelea kumkosa Shemaloni Mponda na Kamara katika game ya kesho, lakini Kamara kishaanza mazoezi na nafikiri katika game zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobakia wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Swali la mwisho. Ongea na wanasimba kuwakaribisha katika mchezo huu. Kitu cha kwanza ni washukuru na niwapongeze wanasimba. Kiukweli wamekuwa wakitupa sapoti popote tunapokwenda na wamekuwa na sisi. Kwa hiyo mimi na waombe waje kwa wingi kesho kutupa sapoti kama ambavyo wamekuwa wakifanya, na niwaahidi kwamba sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Asante sana mwalimu, na sasa ni wakati wa kumsikiliza mchezaji David Kameta kwa niaba ya wachezaji wenzake, ataongea namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo. David, karibu. Asante. Teacher. Habari za saizi jamani. Kwanza kabisa kwa niaba ya wachezaji, sisi tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho ambapo tunaenda kupambana na Dodoma Jiji. Tunafahamu kwamba Dodoma Jiji ni timu nzuri yenye wachezaji wazuri na wenye mwalimu mzuri, kwa hiyo tunatarajia kupata upinzani wa hali ya juu katika mchezo wa kesho, lakini sisi kama wachezaji tunajua kabisa mchezo wetu wa kesho tunatakiwa tupate matokeo ya ushindi. Asante sana Kameta. Nakaribisha maswali kwa mchezaji. Nadhani kama mwalimu alivyosema na kama mimi nilivyosema, Dodoma Jiji ni timu nzuri yenye wachezaji wazoefu na wachezaji wakubwa pia ambao wameshacheza timu kubwa, lakini sisi kama wachezaji
nadhani tunatakiwa tufuate yale mwalimu aliyotuelekeza. Kwa hiyo sisi tunajitahidi yale mwalimu aliyotuelekeza tuweze kuyafanyia kazi ili tuweze kupata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Asante sana. Kwanza nianze kwa kusema kwamba mimi ni mchezaji wa Simba ambaye Simba ni sehemu ya kazi yangu. Kwa hiyo swala la kupata nafasi au kutokupata nafasi ni swala la mwalimu. Kwa hiyo mwalimu akisema hii mechi inatakiwa kucheza, nitacheza. Na swali la pili ulilouliza, wachezaji wenzangu ni watu muhimu sana kwangu, kwa sababu wao ni watu ambao nakupo nao mazoezi muda mwingi na ni watu ambao wananijenga, hasa ukizingatia kama nilivyosema kwenye mechi iliyopita ya Coast, mtu kama Shomari Kapombe ni mtu muhimu sana ambaye amekuwa anatusaidia vijana, sio mimi peke yangu, ni vijana wengi ambao tupo pale na ambao wako kwenye timu mbalimbali. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni msaada mkubwa kupata, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa namwangalia toka nimetoka, lakini nimepata bahati ya kucheza naye na nipo naye karibu. Kwa hiyo najifunza vitu vingi na ananisaidia vitu vingi. Alama 3 katika mchezo wetu wa kesho na Dodoma Jiji ni muhimu sana kwetu, ukizingatia ligi sasa hivi jinsi ilivyo. Ligi ni ngumu na ushindani unazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo pointi 3 ni muhimu sana katika mchezo wetu wa kesho, yaani ni muhimu kuliko kitu chochote katika mchezo wetu wa kesho. Swali la mwisho. Yeah. 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 Okay. Kama nilivyoongea mara kwanza, mchezo hauwezi kuwa rahisi kwa sababu tunakutana na wapinzani wagumu. Kwa hiyo kwa nafasi ambazo tutakazozipata inabidi tuzitumie. Kwa hiyo hata ikitokea nafasi moja tutatumia hiyo, kwa sababu ni muhimu kupata pointi 3. Kwa hiyo siwezi jua zitatokea nafasi gani, nafasi ngapi, lakini kikubwa ni kufuata maelekezo ya mwalimu ambayo inatakiwa sisi kama wachezaji tutengeneze nafasi ili tuweze kufunga. Kwa hiyo ikitokea nafasi moja tutafunga, zikitokea 2 tutafunga hizo 2. Duchu, ongea na wanasimba kuwakaribisha katika mchezo huu. Kwanza ningeanza kwa kuwashukuru wanasimba, mashabiki wetu wamekuwa watu muhimu sana katika nafasi kubwa. Ningependa tu kuwaita katika mchezo wetu wa kesho. Tunawahitaji sana waje kutupa sapoti, na tuna imani tutakuwa na mchezo mzuri na tunaweza kupata matokeo mazuri. Tunawakaribisha katika mchezo wetu wa kesho wanasimba. Karibuni sana.